wasio nacho. Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba unavyokuwa ni tajiri, uwe ni tajiri wa kutoa furaha kwa mwenzako, bali sio kutoa huzuni kwa mwenzako. Bwana asifiwe sana. Maana unavyokuwa nacho ukaja kumkandamiza mwenzako, maana yake umeshaenda kinyume na kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ni namna gani Mungu anavyotuelezea kwamba utajiri, unavyokuwa tajiri, sio tajiri wa kwamba ni tajiri wa kuweza kumkandamiza mwenzako. Kuwa ni tajiri ambao unaweza kumsaidia mwenzako. Ndio maana utajiri wao ukawa ni furaha kwa mwenzako. Bwana asifiwe sana. Ukawa ni furaha kwa mwenzako, bali usiwe ni kukandamiza mwenzako. Leo hii kuna watu wamekuwa ni watu ambao wananyanyasa wenzao kwa sababu ya utajiri, kwa sababu ya mali. Nataka nikwambie, na wala sio mimi, bali ni neno la Mungu ambalo linatuambia utajiri wa ulimwengu usitufanye tukawe ni watu wa kuweza kuona kama labda ni utajiri wa moja kwa moja ambao unatupeleka mbinguni. Hapana, huu ni utajiri wa ulimwengu. Bwana usaidie sana. Utajiri wa ulimwengu. Kwa hiyo hata tukienda mbinguni, kitakachotuwakilisha ni yale mazuri ambayo umeyafanya. Kipindi ulipokuwa tajiri duniani, ulikuwa ni tajiri